Kwanza kitendo cha kuwaita bodi ya ligi wamefanya makosa. Yaani tena ni makosa makubwa. Unaelewa? Kwa sababu sasa kila ratiba ya mechi kama watu wote watahitaji waitwe, hii ligi itakuwa ligi ya namna gani? Mimi ninachofahamu marekebisho, sawa? Marekebisho ya kanuni, umeelewa bwana? Yanatakiwa yafanywe mwanzo wa msimu au baada ya msimu kusha. Kuelekea msimu mpya pale ndio mnaweza mkafanya nini? Ndio mnaweza mkaitana, sawa? Mkatoa mapendekezo, mkafanya marekebisho na maboresho ya ligi husika kwa msimu unaofuata. Lakini sio ligi inachezwa inafikia mwisho, wewe ndio tayari sasa unagomea mechi, unataka marekebisho yafanyike katika kanuni na vipengele vya nini vya kanuni katika bodi ya ligi. Hicho kitu hakiwezekani, hamna ligi ya namna hiyo duniani. Hicho kitu hakuna. Mimi ninachofahamu baada ya msimu kwisha ndio mapendekezo, kama kuna mapungufu, kama kuna nini, changamoto zote zitadiskasiwa, watu ndio wanakaa, mnafanya nini marekebisho ili kujiandaa na msimu mpya. Lakini sio ligi sasa hivi iko ukingoni, mechi bado 3. Alafu wewe unaenda unagomea mechi kwa sababu zako, alafu ndo unataka marekebisho ya nini? Marekebisho wanayohitaji. Hicho kitu hakiwezekani, kitu ni kigumu sana. Hivyo bodi ya ligi nini hasa walipaswa kufanya kama kuwaita hivi Yanga wamehakikisha kwamba Yanga wanahoja kwenye kile kitu ambacho wanakihitaji? Unajua hata kwenye familia, sawa? Mfano una familia ya watoto 7. Tunaishi katika familia, manake hii ni familia ya TFF. Si umeelewa? Hii ni familia ya TFF. Vilabu vya mpira sawa, baba yao ni TFF. Si umeelewa, pamoja na bodi ya ligi. Sasa ukirudi kwenye ngazi ya familia, hivyo una watoto 5 pamoja na mkeo na wewe mwenyewe wa 7. Tukisema kila mtoto pale umuulize anataka kula chakula cha aina gani au anahitaji sheria za aina gani pale nyumbani kwako, hivi kutakuwa na familia kweli? Mwingine atakwambia bwana kurudi iwe saa 2, mwingine atakwambia saa 4, mwingine saa 5, mwingine atakwambia asubuhi, mwingine kama chakula atataka ndizi, mwingine atataka chipsi, mwingine atataka wali. Hivyo familia itakuwa familia ya aina gani? Sijui umeelewa? Yaani ndio anachokitaka Yanga maana yake. Sawa. Timu ziko 16. Leo ukae unamsikiliza mtoto mmoja, sawa, matakwa yake. Na hawa wengine umeshamsikiliza Yanga tayari. Mechi imeahirishwa, yafuatwe hayo matakwa anayoyataka. Simba naye atakuja atataka hivyo hivyo, Prison atakuja atataka hivyo hivyo, JKT Tanzania atataka hivyo hivyo, Singida wote wakitaka hivyo hivyo, kila mtu atakwa matakwa yake. Hivi kutakuwa na mpira? Umeelewa? Kwa hiyo kosa lilolifanya bodi ya ligi, wangesimamia msimamo wao. Hata kipindi kile Simba alivyosema kwamba hatuleti timu mpaka haya yarekebishwe, walitakiwa wafanyie mchakato haraka yale mambo ambayo Simba walikuwa wanahitaji pale pale. Umeelewa? Hao msimamo ungebakia pale pale kwamba muda wa mechi ni ule ule, siku ni ile ile. Hapo angeangalia kama Simba angekuwa aje. Si umeelewa? Wakaingia kwenye mtego wakailisha mechi. Na hii nayo vile vile. Waache mpaka tarehe 15 ifike. Anyang'anywe point. Hata kama kanyang'anywa point National Rally, Yanga nani? National Rally si aligomea mechi. Na Zamalek dabi. Si dabi kama hii. Hapo mwisho wa siku mechi iliahirishwa. Wanatakiwa wawe na msimamo. Tarehe 15 mechi. Hakuna haja kuitana vikao. Vikao vya nini? Siku zimebakia 6. Haya. Hivyo vitu vinne wanavyovihitaji. Wanahitaji sio wajiuzulu. Wanahitaji siku na wajumbe pale baadhi hawataki wajiuzulu. Wanahitaji vile vile bodi ya ligi huru. Hivi ni vitu vya kurekebisha baada ya msimu kusha. Yaani hao wanaikimbia Simba. Hana lolote. Wanaona kabisa timu yao nguvu ishapungua. Umeelewa? Na huyu jamaa yao ambaye ndo alikuwa anaibeba Yanga kwenye mabega yake asizikika ondoka, ndo Yanga kabisa, ndo amekazia, ameongeza na ng'oo, hatuchezi ng'oo. Umeelewa? Kwa hiyo washaona kinachoenda kutokea. Yanga anachokiogopa ni kwenda kuvuliwa ubingwa na Simba. Kama hii mechi ingekuwa haina maamuzi ya ubingwa, Yanga angecheza mechi. Lakini hii mechi akishafungwa, kafungwa, alafu kavuliwa na ubingwa, ndicho anachokikataa Yanga. Lakini swala la kusema eti bodi huru sijui nini siku kitu gani, sio huyu si ndio wao wanawapendelea, walikuwa wanawapangia ratiba wanapotaka wao. Sio huyu si ndio kuwapangia Simba mechi baada ya siku 2. Viporo 4 tumechezaje sisi? Yanga alishawahi kucheza ratiba kama hii, siku 2 mechi. Mbona Simba tukulalamika? Hatukuhitaji marekebisho, sio ajiuzulu au bodi ya ligi jiuzulu. Hivi alionewa nani kati ya sisi na wao? Simba mechi ya kwanza tumezulumiwa na Yanga. Kayoko. Kwani ilikuwa bodi ya ligi ipi? Mbona si hatukupiga kelele na Kayoko? Mbona hatukusikia kama kafungiwa? Tumeshangaa tu kimya, achezeshi mechi, mwisho wa siku amerudi anaendelea kuchezesha mechi.
Simba mbona tukulalamika? Si bodi ya ligi. Bodi ya ligi ndio wamechukua ubingwa misimu mitatu mfululizo. Na pointi 15 si 10 si ngapi. Lakini hii wameona kwa sababu hii ni mbombo ngafu. Tofauti ni pointi moja. Wameona mambo magumu ndio wanaanza bodi ya ligi haifai, TFF haifai, serikali haifai, kila kitu wao wanakiona hakifai kwa sababu wameona msimu huu kwao ni mgumu. Bodi ya ligi hii ndio iliyosababisha Yanga icheze finali kombe la shirikisho, wameenda robo finali kombe la klabu bingwa, wameingia makundi tena. Bodi ya ligi hii leo bodi ya ligi haifai kwa sababu wameisha makundi na ligi tayari ishakuwa ngumu kwao, tofauti ni pointi moja na dabi inatakiwa iamue nani awe bingwa, ndicho wanachokikataa Yanga. Kwa hiyo leo bodi ya ligi imegeuka mbaya. Simba na miaka mitatu tumevumilia. Tumevumilia miaka mitatu. Umemsikia Simba ameongea kwamba bodi ya ligi haifai, TFF haifai, kalia Yanga. Wasu alimvalisha mpaka jezi kalia. Msimu wa mwaka jana robo finali kalia amevaa jezi, mguu toto amevaa jezi. Leo amekuaje tena wale pale hawafai? Na sisi tunajua bodi ya ligi iko vizuri, TFF iko vizuri. That's why mpaka sasa hivi timu ya taifa iko South Africa. Tumetoa sare mechi ya kirafiki na South Africa. Ina maana tuna timu iliyokuwa bora. Tena timu ambayo haina wachezaji wakubwa. Ina wachezaji wa kawaida tu. Lakini timu sasa hivi inacheza kwa ushindani. Tumecheza AFCON misimu miwili na huu wa tatu tunaenda kucheza. Na tunaandaa AFCON kupitia bodi ya ligi hii na TFF hii. Leo unasema eti TFF haifai, bodi ya ligi haifai kwa sababu wewe unaelekea kuukosa ubingwa. Unataka kuvuliwa ubingwa. Hicho kitu hakiwezekani. Na sisi kama bodi ya ligi watajifanya waelishe mechi tarehe 15. Simba na sisi hatuendi. Watatusikiliza na sisi tunataka nini? Sisi ndio wabaya tukienda kasi kuliko timu yoyote. Ndio nilikuwa nakuja hapo JB kwenye hili swala kwa maelezo ya CEO wa bodi ya ligi. Ni kama inaonekana hii mechi inaweza siwepo kwa sababu bado tiketi hazijaanza kuuzwa. Leo tarehe 9 mwafaka wa uuzaji wa tiketi bado haujajulikana na mwenyeji ni Young Africans. Mechi kama itaondolewa tarehe 15 na kusogezwa mbele zaidi, kama pale matakwa ya Young Africans yatakuwa yamefikiwa, Simba msimamo wenu kwenye hili ni upi? Kwanza swala la tiketi zishauzwa. Umeelewa? Hatukubali kudhulumiwa tena. Tiketi zilishauzwa. Sawa Mechi imeahirishwa masaa 4 kabla ya mechi. Mechi zimeahirishwa saa 7. Mechi ilikuwa saa 11. Ilikuwa saa 1 usiku. Saa 11. Sasa wewe unasemaje tiketi hazijaanza kuuzwa? Tiketi zishauzwa na tiketi zilibakia kidogo kuisha. Kwa tiketi zetu tunazo. Mimi ninayo ya kwangu hapa. Hii hapa. Mimi tiketi yangu ya dabi ninayo. VIP B. Hii hapa tiketi yangu mimi ninayo mpaka leo hii. Umeelewa? Yaani kadi unaoiona ina tiketi mbili. Na tiketi ya mechi ya Simba na nani? Simba na Berkane finali na ina tiketi vile vile Yanga. Humu kuna 50,000. Imekaa tu haina kazi yoyote. Umeelewa? Kwa hiyo mimi swala kusema kwamba eti tiketi hazijauzwa hakuna. Tiketi labda watoe ufafanuzi tu kwamba tunafanyaje, lakini tiketi hela zetu wanazo wao. Yanga ndo mwenyeji na Yanga ndo anazo hizi pesa. Tuzungumzie tarehe yenyewe kama itabadilishwa. Kama itabadilishwa, sisi kama watu wa Simba hatuko tayari sawa kucheza tena mechi. Sisi tarehe yetu ni ile ile, tarehe iliyopangwa tarehe 15 ndo tarehe hiyo hiyo. Lakini swala la kubadilishwa labda litokee tatizo jingine. Tofauti na hili la Yanga kwamba ibadilishwe tu kwa sababu Yanga wao hawataki. Hicho kitu hakipo, hakuna ligi ya hivyo. Yaani kwamba Yanga ndio awe na makucha kuendesha ligi anavyotaka yeye. Hilo swala hata Simba hatuko tayari. Yaani hatuko tayari kabisa. Yaani naambia mimi nitaacha kabisa na masuala ya Simba. Yaani viongozi kama watakubali, yaani wakubaliane eti kwamba sawa watu tunawaheshimu viongozi wetu. Lakini kwa hili wakikubali eti kwamba eti mechi yailishwe kwa sababu ya matakwa ya Yanga, hajasikilizwa. Hilo swala hata sisi hatuko tayari. Mimi kama JB 64 hauko tayari. Siko tayari. Ni afadhali nikaachana kabisa na masuala. Mechi ya kwanza nyinyi ndio sababu ya tarehe kubadilishwa. Kwa nini sasa hivi kwa upande wa wenzenu kwenu iwe ngumu kukubali tarehe nyingine? Kwa mtazamo wa kawaida, mechi zote zinaahirishwa kwa mtazamo wa kawaida. Wewe unaweza ukasema kwamba Simba ndio chanzo. Angalia chanzo. Dalili ya mvua ni mawingu. Alosababisha mvua inyeshe nani? Mawingu alikuwa nani? Umeelewa? Kanuni ya 15 ibara ya 10 ngapi? Ibara ya 45 inasemaje? Kanuni ya 17 ibara ya 45. Tuambie. Timu gani lazima ikafanya mazoezi? Kwa nini Yanga amzuie Simba asiende kufanya mazoezi?
ndio chanzo cha matatizo yote. Simba sasa akawa anataka, sawa, hawa watu waliomzuia Simba pale ni nani, ikiwa kanuni inafahamika? Kama hamjafuatilia hii, umetoka waraka kwa umma, hajapelekwa TFF barua rasmi kwamba sisi hatuji uwanjani. Ila wasipofuatiliwa hawa, sisi hatutoleta timu. Si umeelewa? TFF wakasema saa 4 mechi ipo. Simba tuko kimya, watu wanaendelea na maandalizi. Saa 7 mechi inaahirishwa, wanaahirisha wao TFF. Kwa hiyo Yanga ndio walianzisha chokochoko za kuahirishwa kwa mechi wao, sio Simba. Umeelewa? Msimu wa 21-22 nani aligoma kwenda kucheza mechi? Ile muda ulibadilishwa. Imebadilishwa kutoka saa 11 mpaka saa 1, masaa mawili, lakini walikataa kuja kucheza mechi. Wakaja muda ule ule saa 11 wakafanya mazoezi wakaondoka. Simba amekuja muda usika, mechi kwa imefanya nini? Haieleweka, imeahirishwa au imefanywa nini? Tunashangaa, tunaambiwa mechi hakuna. Sheria pale Simba ndio itakuwa apewe point 3. Ile mechi Simba ndio kama angeenda kasi. Ile mechi alikuwa anapewa point 3. Marefari walikuwepo, kila kitu kilikuwepo, isipokuwa watu hawakuingia kwenye pichi na filimbi zikapulizwa za kumaliza mpira. Lakini Simba tulikuwa tukaacha. Umeona bwana? Mechi kaja karudiwa wakatufunga, lakini level fair. Lakini kwa hii Simba wala hana kosa lolote. Simba akupeleka timu kwa sababu mechi imeahirishwa. Imepangiwa tena tarehe 15 na wameenda kasi Yanga. Wameenda kasi, wamefukuzwa. Wameambiwa nendeni kwenye chama chenu cha mpira, kachezeni mechi. Imepangwa tarehe hii wanaigomea. Umeelewa? Kwa hiyo hapa wanachokimbia ni tarehe. Kwa nini tarehe? Umeelewa? Wanaikimbia tarehe. Tarehe 15 ina nini? Haya si washirikina. Washachungulia hii mechi. Umeelewa? Wameshachungulia. Simba kinyota 41 ukijumlisha 15 unapata ngapi? 56 nagawanyika kwa 2. Umeelewa? Lakini wao Yanga nyota yao ni 40 ukijumlisha na 15 unapata 55 haigawanyiki kwa 2. Hawa wanakimbia tarehe ya mechi. JB, inaonekana kama Simba na Yanga mnaiendesha bodi ya ligi. Yaani nyie mko juu ya bodi ya ligi kwa hiki ambacho kinaendelea. Sisi tungekuwa tunaiendesha, tusingesikiliza wanachokitaka bodi ya ligi. Kila tarehe wanayopanga sisi tunaenda. Umeelewa? Sema Yanga ndio wanaoiendesha bodi ya ligi. Na kama bodi ya ligi itakubali kuendeshwa na Yanga, maana yake hapa kimsimamo sasa kutakuwa hakuna ligi. Umeelewa? Ligi maana yake hapa kutakuwa hakuna ligi. Yaani ligi itakuwa inaendeshwa na timu moja. Sasa hizi 15 zilizobaki kutakuwa na mpira wa aina gani? Kwa hiyo itakuwa ni hatari, yaani mpira unazidi kudidimia. Yaani Simba kazi yake ni kuifanya ligi iende juu. Umeelewa? Simba kazi yake kuifanya ligi iende juu. Ligi tumeitoa ilikuwa ya 80 na 90 sio 100. Tumeileta mpaka imeingia kwenye 10 bora. Umeelewa? Mpaka sasa hivi ligi inazungumza ni ya 5 au ya 6. Umeelewa? Kwa sababu ya Simba, kutokana na mazuri tunayoyafanya tukiwa katika mashindano ya CAF. Leo mtu mmoja yeye kazi yake kuibomoa tu ligi. Yaani akiamua sasa hivi kwa mfano ndio TFF sasa na bodi ya ligi wakubaliane na matakwa yanayotaka Yanga. Bodi ya ligi ivunjwe. Sijui kutolewa kamati, sio aondoke, sio afanye nini. Hivi kutakuwa na ligi. Kwa hiyo prison na JKT Tanzania nayo wakiamua. Kwa hiyo bodi ya ligi itakuwa inavunjwa tu kila siku. Simba naye akiona mambo magumu, ngoja tufanye nini hapa, tugome. Tunataka kitu fulani, sio hatumtaki. Sasa hiyo itakuwa nani hiyo? Katika una watoto 16, mtoto mmoja anagoma kula, mwache lale na njaa. Umeelewa? Mwache afe. 15 wapone. Umeelewa? Sasa wewe timu moja tu mpira wa kizamani wanaoletea. Bila Yanga ligi hakuna, au bila Simba ligi hakuna mpira huo. Juventus na Inter Milan walipanga matokeo. Hao si ndio kubwa mpira wa Italy, Serie. Si ndio alikuwa wa moto. Juventus ya moto kina Zidane, kina nani, kina Gattuso, sio kina nani. Hawakushushwa daraja. Inter Milan ya kunyang'anywa pointi 18, sio 10 ngapi, 16. Misimu miwili mfululizo. Liverpool 1980 na kufungiwa. Asicheze UEFA. Sasa nani? Yanga nani? National Rally sikanyang'anywa pointi 3 na Zamalek. Nani? TP Mazembe, Anglabedi Mazembe akunyang'anywa ubingwa na AS Vita. TP Mazembe salimfunga Simba.
akaenda yeye kwenye hatua nini, kwenye hatua inayofuata Lage akakata rufaa akiwa kama nini, rais wa Simba. TP Mazembe akunyang'anywa na alikuwa ndo timu namba 2 kwa vikombe vingi barani Afrika, alikuwa mtoto wa CAF, akunyang'anywa matokeo na CAF. Simba tukaenda kucheza na Experience di Tunis, ikachezwa neutral ground Misri, tukafungwa 1-0. Sasa Yanga nani? Inawezekana Simba na Yanga inawezekana utakuwepo na ligi kasonga. Ligi inachezwa. Kwa nini sichezwe? Mtibwa sikashuka daraja. Si ndio timu pekee ilikuwa haijawahi kushuka daraja. Hakushuka daraja. Kashuka. Si huyo amerudi sasa hivi. Mbeya City hakushuka daraja. Tunapotaka kuujenga mpira wa Tanzania tusiziangalie Simba na Yanga. Hapo nilishazungumza. If we want to develop our football in Tanzania, regardless Simba na Yanga wanafanya nini? Na hizi Simba na Yanga kama tunahitaji maendeleo hivi vilabu, first of all tuondokane na masuala ya dabi. Yaani matokeo ya dabi yasije yakaathiri. Yaani kikubwa hapa mtu anaogopa kufungwa. Yaani mtu akienda akichungulia kimeumana tayari mechi ataki. Ina maana timu zinaendeshwa kishirikina zaidi. Wewe unaangaliaje haibu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ameipanga? Wewe hujui, hakuna mwanadamu yote anayejua. Wewe unaenda kuwafuata majini. Yaani ukichungulia tu ngoma 3 bila hii hata mtu atafuta sababu. Kwani mechi ndio mara ya kwanza kuahirishwa? Yanga shakata mechi Afrika Mashariki na Kati. Gari limepaki keko pale. Sisi tumekaa uwanja wa Taifa pale. Gari limepaki keko. Yanga kuleta timu. Kisa anaogopa, alishachungulia saona chuma 5. Hata ile 5 bila hiyo. Yanga alichungulia bado kidogo ile mechi ilisho. Mara wazee wameanza wote tunaweka kofia pembeni. Mara sio ukipeleka timu mwenyekiti anamwambia mchunga asipeleke timu. Mchunga akaipeleka timu hivyo hivyo. Wakachezea chuma 5. Wakamfukuza kweli mchunga. Simba naye alishawahi kukimbia pale chuma 2 bila. Simba naye nduki hakurudi. Anajua kuna 6 zinafanya. Sasa hizi kacha hizi ndizo zinazoharibu Simba na Yanga, maendeleo yatakuwa hakuna. Sasa hivi FIFA, CAF wanajua tarehe ya mechi tarehe 10 ngapi? 15. Na hii mechi ilishawahi kuahirishwa, kwa hiyo imepangwa tarehe 15. Na taarifa walipeleka wenye Yanga kule. Kwa tarehe 15 viongozi wote wa mpira duniani wanajua kuna dabi inachezwa Tanzania. Alafu leo unaambiwa tena mechi imeahirishwa tena. Hivi wale wanatuchukuliaje? Alafu sasa Simba namba 5 barani Afrika. Na ndio timu imeweka historia duniani. Mpaka rais wa CAF anakuambia this is a magic team. Hii ni timu ya ajabu. Timu ambayo kikosi chake kina gharama ndogo kuliko timu zote 10 katika renki ya CAF. Jibi tumalize na hili, nikuvue usimba kwanza. Hoja za Yanga umeziona, mambo manne, wana hoja ama hawana hoja? Bwana, mimi hata siku moja hawezi ukafanya marekebisho wakati ligi inaendelea. Marekebisho yanafanywa mwisho wa msimu. If you remember, kama unakumbuka mwaka jana, sikuongea kitu chochote wakati Simba anacheza mashindano. Tulivotolewa tu kwenye mashindano ya CAF, tumemaliza mashindano, tumetolewa na Nation. Ndio niliongea ukweli. Simba inatakiwa iwe vipi, tusajili wachezaji wa aina gani, vurugu zikaanzia pale mpaka timu ikakaa sawa. Sio tuko katikati ya ligi tayari wewe unaanza mambo yako unayoyataka wewe, hapana. Hakuna cha kunifu. Kwani hapa mimi nazungumza ushabiki. Mimi nazungumza uhalisia. Wewe una watoto, familia ya watoto 5. Kila mtoto apange chakula anachokitaka yeye. Wewe una hela kiasi gani? Si umeelewa? Yanga ya mambo angesubiri ligi ishe. Wewe njoo ukutane na Mpanzu, njoo ukutane na Joshua Mutale, njoo ukutane na Mkwala mwenye thamani ya milioni 800 kwa sasa. Alafu ndeni sasa ligi imeisha sasa. Ndio njoo sasa na haya masuala yako. Jamani, ligi ya mwakani tusipofanya marekebisho 1 2 tena haina hataja kuita media. Si mnaingia kwenye vikao vya maboresho. Nendeni sasa mule ndani, nenda katoe hoja zako. Mmemaliza. Sio kupiga kelele hivi. Kwenye mitandao kelele, dunia nzima inajua kwamba Tanzania ni ligi ya aina gani. Si umeelewa? Kama wao wangekuwa watu wanahitaji haki, hivi vilabu vyote si vingegoma? Mdhamini wao mmoja anadhamini vilabu 9. Hivi kati ya mdhamini mmoja anadhamini vilabu 9 na CEO wa bodi ya ligi. Wewe unaona kikubwa kipi?
Sisi za Simba ndio tulitakiwa tuseme bodi ya ligi haifai, TFF haifai. Kwa nini? Mdhamini wameruhusu mdhamini mmoja anadhamini vilabu vingapi? 9 au 8 au 7. So wao. Umeelewa? Wakati wanapata favor. Mechi ya kwanza, Kibu Denis penalties. Penalty 3. Si bodi ya ligi. Referee Kayoko penalty 3 anazitia mfukoni na goli moja. Wakatufunga goli moja la mchongo. Wewe umesikia Simba ameisusia bodi ya ligi? Hajasusa. Sasa nini? Mechi haijachezwa wewe unasusia bodi ya ligi. Sisi tumecheza umetudhulumu. Na referee kafunguliwa na mpaka leo anachezesha. Wewe umesikia Simba amepiga kelele? Sijasikia. Sasa wao vipi tena? Watakuwa wavumilie tumalize ligi. Waache uoga. Mpanzu ni mchezaji wa kawaida sana. Joshua Mutale ni mchezaji wa kawaida. Mukwala ni mchezaji wa kawaida. Simba ni timu ya kawaida, tena ni timu mbovu. Simba imefungwa na Singida. Unamwogopa Simba kafungwa na Singida? Waje sasa na wao. Waende kwa Singida waombe mbinu. Bwana mliwafungaje Simba? Alafu waje. Tulichoandalia mwaka huu afadhali waendelee hivi na mgomo wao wasilete timu. Tulichoandalia waendelee hivi. Lakini wakileta timu akili itawakaa sawa. Ila kwa swala hili mimi siko nao. Mimi napenda sana ligi yetu ikue. Lakini kwa ustaarabu huu anaoleta Yanga ligi yetu bado itaonekana ni ligi ya kipuuzi na ya kipumbavu. Na ndo haya mpaka Mediali msimu mwaka jana alizungumza ligi na mapungufu. Haya ukija yule kocha wa Yanga na alizungumza mambo haya. Mbona mwalimu alizungumza live kabisa timu yetu haipati game intensity kwa sababu ligi yetu ina mapungufu. Sisi mbona hatukupiga kelele? Tungeisusia bodi ya ligi. Simba amepangiwa mechi 2, mechi 4, siku 8. Hapo anaelekea kucheza finali kuitetea nchi. Na bado hamkulalamika. Na hatukulalamika popote. Tumecheza, tumechukua pointi zetu 12 safi. Tukaenda kucheza finali, tumepoteza, tumerudi, tunaendelea na msimu. Asante JB. Mimi niko nimechoka.